siku ya leo ni siku ya kipekee kabisa ambayo tumekutana na mzee wetu wa kutoka mahali hapa. Anaweza akatusaidia kutupa historia chache juu ya mambo makubwa ambayo mwasisi wetu, askofu wetu Emmanuel Lazaro alikuwepo anayafanya kwa kipindi cha uhai wake. Na Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa faida ya msikilizaji, unaitwa nani? Mimi naitwa Mzee Mbogo. Mzee Mbogo. Naam, kwa masikitiko tunasikitika kwa ajili ya kuondokewa na mwasisi wetu Askofu Emmanuel Lazaro. Lakini kama nyinyi wazee wetu wa zamani mnayo historia ya jinsi ambavyo ameweza kuishi, ameweza kufanya, ameweza kutenda, unaweza kutupa historia tu fupi kwa manufaa ya sisi wengine au kwa manufaa ya vijana, kwa manufaa ya watumishi wengine juu ya utendaji wake wa kiutumishi? Sawa kabisa. Huyo ni muasisi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Wazee hawa kama mnavyopata historia ya kanisa letu, liliingia Tanzania miaka ya 1900 kwenye 22 kuendelea, si janani sana. Liliingilia kule Igare kwa mchungaji wa kwanza kabisa, alikuwa anaitwa mchungaji Mpayo. Huyu Askofu Lazaro yeye alianza kutindua kule kaskazini kwenye kijiji chake kile kinachoitwa Masama, kwamba mwanzo wa kitu ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo mzee yule, kwa kweli mzee huyu ambaye ni sasa hivi ni marehemu Emmanuel Lazaro amefanya kazi kubwa sana kwenye kanisa la Tanzania Assemblies of God. Na Mungu alimpa karama nyingi sana, karama ya ualimu, mhubiri wa injili kama mwinjilisti. Yule mzee amefanya kazi kubwa sana. Na miaka nafikiri kwenye 67 ndipo alipoanza uaskofu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kumbuka wakati huo hatuna majimbo, hatuna hata section. Vitu vyo mpaka uvianzishe, upange kanisa ni kazi ngumu sana. Mzee yule aliliongoza kanisa kama sio miaka 24 au 25 hivi. Nafikiri kwenye 1992 au 93. Sina uhakika, lakini ndiko ambapo mzee yule aliachia kijiti. Kwa hiyo mzee yule alifanya kazi kubwa sana ambayo tunaiona matunda yake sasa. Na kwa jinsi ya utendaji wake wa kiutumishi, tunajua zamani ilikuwa ni changamoto nyingi, mapito ni mengi, upinzani ni mkubwa. Kama mzee wetu wa zamani, pia na wewe ni mzee wetu wa zamani, tunakuona unatoa neno gani hasa kwa sisi ambao tumebaki tukimtazama muasisi wetu? Kwanza tukumbuke kwamba kanisa la Tanzania Assemblies of God ni kanisa linalojitegemea. Katika makanisa yote au makanisa mazuri katika nchi hii, Tanzania Assemblies of God ni kanisa, ndio maana inaitwa Tanzania. Maana yake ni kanisa linalojiendesha lenyewe. Na ninyi vijana ambao ambao mmeokoka miaka hii ya hivi karibuni, msitegemee sana kwamba tunapo labda mtu ameitwa kwamba utategemea kwamba utafadhiliwa na wazungu. Manake utakuwa chini ya. Kwa hiyo utapoteza vitu vingi sana. Ndio maana walikuta kanisa la Tanzania Assemblies of God ni zuri kuliko makanisa yote, kwa sababu moja, ni kanisa linalojiendesha lenyewe. Kwa hiyo tukizingatia tu hivyo kwamba ni kanisa linalojiendesha wenyewe, linamhitaji Mungu 100% ili aliwezeshe. Wakati sisi tunaokoka, wakati wa enzi za kina Lazaro, tunasalia kwenye mashule, tunafukuzwa. Ujue jinsi ulivyo ugumu. Lakini pale tulipojitoa kwamba sasa tunatakiwa tufanye, tusitegemee wazungu kama kule tulivyotoka kwenye makanisa yale ya dini, ndio maana sasa hivi mnaliona kanisa limefikia hapa. Tunachotakiwa ni kutunza kiroho, utakatifu, maisha safi ya kumwishia Mungu. Na utakatifu ni mtu binafsi. Ndio unapokuja kundi, unapokuja kanisa, ndipo kanisa linaposimamia. Uwe na msimamo kwamba nimeokoka, no return, hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele.
Basi mimi nakushukuru sana mzee kwa kuweza kutupa machache juu ya utendaji wa aliyokuwa muasisi wetu. Mungu akubariki sana. Amen. Nikujuze tu ya kwamba endelea kufuatilia CS Online TV kwa ajili ya kuendelea kupata habari zilizojaa uhakika na ukweli. Mungu akubariki sana. Kwa majina ninaitwa MC Marakela.